Siku za hivi karibuni ugonjwa wa Mpox umeibuka na kusababisha wasiwasi katika baadhi ya maeneo ya bara la Afrika na ulianza huko katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ugonjwa huu ambao unachochewa na virusi vya Mpox unaonekana kuathiri watu wengi na hivyo kuleta hofu katika jamii na mifumo ya afya. Wasiwasi huu umeongezeka kutokana na ukweli kwamba Mpox unaweza kuathiri watu wote, lakini hasa wale wenye mfumo dhaifu wa kinga. Machi 10 mwaka huu 2025, Wizara ya Afya hapa nchini Tanzania ilithibitisha kuwepo kwa visa viwili vya ugonjwa wa Mpox baada ya watu wawili kugundulika kuwa na maambukizi hayo. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya imeeleza kuwa wagonjwa hao walibainika baada ya kuonesha dalili za ugonjwa huo. Licha ya kutofafanua zaidi kuhusu wagonjwa hao na mahali walipo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, mmoja wa waathirika ni dereva wa magari ya mizigo anayesafiri nje ya nchi. Baada ya taarifa hii, watu wengi walipata wasiwasi, hususan katika miji ambayo ina mwingiliano mkubwa wa watu kama vile Dar es Salaam, Dodoma na maeneo mengine, na kupelekea kuleta mijadala katika mitandao ya kijamii juu ya ugonjwa huo wa Mpox. Hivyo, Uhondo TV tulimtafuta afisa afya wa mkoa wa Dodoma, ndugu Nelson Rubeli, ili kuzungumza naye kuhusu ugonjwa huu na hatua gani hadi sasa wamezichukua, na hapa anatueleza. Mimi naitwa Nelson Rubeli, mimi ni afisa afya wa mkoa na nafanya kazi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma. Na nieleze tu kwamba ugonjwa wa Mpox ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vinavyojulikana kama monkeypox, ambao na hiyo ndio ningependa pengine wananchi waweze kuifahamu. Sasa ziko dalili kubwa ambazo kimsingi unapopata Mpox utaziona. Issue ya kwanza ni mapele au upele. Na ukitizama issue ya kwanza unapata upele usoni, mikononi, miguuni, mwilini, yani unapata dalili. Hiyo ndio dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili ni malengelenge. Kwa hiyo kama umeshatizama, nitakuonyesha na picha, utaona mtu anakuwa kama ukiungua hivi, mwili unajaa maji. Kwa hiyo dalili ya pili ni issue ya malengelenge, lakini vidonda kwenye mwili, mikononi, miguuni, kifuani, usoni na wakati mwingine sehemu za siri. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya dalili ambazo kimsingi mtu anapopata Mpox anaweza kuzipata. Lakini dalili nyingine ni homa. Kwa hiyo mtu anapata homa kali ambayo kimsingi inaweza pia ikawa ni moja kati ya dalili. Lakini ya pili kuna issue ya maumivu ya kichwa, kuna maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, lakini wakati mwingine kuvimba mitoki. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya dalili ambazo mtu anaweza kuzipata. Kwa hiyo unaweza ukapata hizo dalili kwa mfano unavyososa kuvimba mitoki. Kwa hiyo ukiangalia kama kwenye kwapa huko kwa hiyo hivi vinatokea mara nyingi maeneo haya, labda na hapa chini karibu na sehemu za siri unajikuta unavimba mitoki. Ugonjwa wa Mpox unaweza kuenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa njia mbalimbali. Kwa njia ya kugusana, kwa njia ya kugusana kwanza hiyo, kwa njia ya kusalimiana, kugusana ngozi, kugusa majimaji ya mgonjwa au mshukiwa ambaye tayari ameonyesha dalili za kuwa na ugonjwa wa Mpox. Lakini pia ugonjwa huu unaweza kuenea kupitia maeneo mbalimbali kwa kushika au kwa kushika maeneo au kushika vitu ambavyo mgonjwa wa Mpox ametumia. Lakini pia unaweza kuenea kwa mfano kama unatumia matandiko ambayo mgonjwa wa Mpox labda amelalia, ukalalia pale, unaweza kupata, kuna nguo, kuna taulo. Kwa hiyo hivyo vyote ni maeneo ambayo kimsingi yanaweza kupelekea kuenea kwa Mpox. Lakini njia nyingine ni pamoja na kula nyama au mizoga ambayo kimsingi inawezekana labda imejifia polini au hivyo. Kwa hiyo wanyama kama tumbili, na hizo ni moja kati ya dalili pia ambazo ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza mtu akapelekea kupata Mpox. Na kuna sababu pia zingine, kuna issue kuna swala la kubusiana, kuna swala la kukumbatiana, kuna kama nilivyokushaeleza, hizo zote ni moja kati ya sababu zinaweza zikapelekea mtu kupata Mpox, kubusiana na mtu ambaye tayari ana maambukizi. Lakini pia swala la kuwa na wapenzi zaidi ya mmoja, hiyo pia inaweza ikapelekea kusambaa kwa Mpox. Ujue ugonjwa wa Mpox hiyo mtu anapoupata unapata mapele. Kwa hiyo mapele yanatokea sehemu mbalimbali, usoni, mikononi, lakini pia hata kwenye sehemu za siri.
na ndio maana nasema kwamba swala la kuwa na wapenzi wengi pia, kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja unaweza kukupelekea pia kupata mpox. Lakini swala la wanyama kama nilivyokusha sema kwamba ugonjwa unaweza kutoka kwa wanyama, kwa mfano wakati wa kukamua maziwa, wakati wa kuwinda, wakati wa kilimo kule polini. Kwa hiyo inaweza ikapelekea pia mtu kupata mpox. Kwa hizo ndio jinsi ambavyo ugonjwa unaweza kuenea. Lakini pia ziko tafiti ambazo zimeshaonyesha pia kwamba mama mjamzito pia akiwa na mtoto anaweza kumwambukiza mtoto aliyeko tumboni. Kusoma kwenye taarifa za Shirika la Afya Duniani nazo pia zimeonyesha kwamba pia mama anaweza kumwambukiza mtoto wake aliyeko tumboni, na hiyo inaweza kapelekea madhara mengine kama mtu kuzaa mtoto mfu, lakini wakati mwingine mtoto anaweza kuugua, anaweza kufa, wakati mwingine afya pia ya mama inaweza kuyumba. Kwa hizo ni moja kati ya maeneo ambayo pia huu ugonjwa wa mpox unaweza kuenea. Na mgonjwa wa mpox anaweza kuendelea kuambukiza wengine mpaka tu pale yale mapele yale yanapokuwa yamemalizika, na ngozi yake ya kawaida imerejea, mara nyingi ndio mwisho wa kuambukiza. Kwa hiyo mtu anapokuwa na dalili zile anaweza kuendelea kama yale mapele yanaendelea. Ukumbuke nimesema swala la kugusana, kukumbatiana, kama nilivyotaja kwenye njia ile. Kwa hiyo kama yale mapele hayajapona vizuri, tafiti zinaonyesha mwenzetu anaweza kuambukiza. Hakuna utofauti mkubwa kwa sababu dalili zake zinaelekeana. Dalili za mpox na dalili za smallpox zinakaribiana. Kwa hiyo ukitizama zile presentation, yani jinsi mgonjwa anavyoonekana zinashabiana. Kama ni homa mtu anapata homa, kama ni madonda mtu anapata madonda, lakini hii kwenye mpox kidogo inakuwa ni kali zaidi ukilinganisha na ugonjwa huu wa ndui. Nimekueleza kwamba huu ugonjwa unaweza kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu. Lakini pia kwa kuwa tayari serikali ilishatangaza kwamba hapa nchini tayari tuna wagonjwa wawili, kama unakumbuka ile taarifa ya Mheshimiwa Waziri wa Afya. Tafsiri yake ni kwamba mkiwa na wagonjwa wawili ukisoma kwenye hizi taarifa ukisoma hizi kanuni za afya za kimataifa, nchi yapo magonjwa ambayo kama kwa mfano Shirika la Afya Duniani limeyaweka kwenye orodha. Kwa hiyo inapotokea ugonjwa kuna vipindi. Kwa hiyo ikiwa labda mgonjwa mmoja wawili tunasema huo ni mlipuko. Kwa hiyo kwa sababu tayari nchi yetu ugonjwa wa mpox umeshatajwa na Mheshimiwa Waziri kwamba tayari tuna wagonjwa wawili. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba maeneo yote tunaanza sasa kuchukua tahadhari za kufanyaje, za kujikinga. Na tunachukua tahadhari za kujikinga kwa sababu namna ya ugonjwa unavyoambukizwa nimeeleza. Kwa mfano mtu inawezekana labda huyo mtu akisafiri akilala kwenye guest au kwenye lodge anaweza kuacha vile virusi kwenye magodoro, na wewe ukilala pale unaweza kupata. Kwa hiyo ndio taratibu kama hizo. Inawezekana akagusa sehemu ambayo wewe ukigusa unaweza kupata. Kwa hiyo kitu kikubwa tunachokifanya sasa hivi baada ya hizo taarifa ni kuanza sasa kuchukua hatua za kujikinga. Jamii kwanza kutoa taarifa. Wanapoona kwamba kuna sehemu yote, kuna muhisiwa yoyote ambaye wanamuona ana hizo dalili ambazo nimezitaja, ni vizuri kutoa taarifa. Lakini ya pili ni hiyo sasa ya kuchukua tahadhari, kwa maana ya kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni, kuweka sehemu za kunawia mikono, kuepuka hizo ambazo kuepuka kusalimiana kwa kushikana mikono. Kwa mfano sasa hivi tunazuia kabisa swala la kusalimiana kwa kushikana mikono kwa sababu tumeshaona ndio moja kati ya sababu zinazopelekea mtu kupata ugonjwa. Masuala ya kubusiana, masuala ya kukumbatiana, masuala kwa mfano kwenye maeneo ya ibada, kuna wakati mnasema tutakiane heri, mnashikana mikono au si ndio? Kwa hiyo vitu kama hivyo jamii ikiviacha, basi ugonjwa wa mpox unaweza kuisha. Kwa hiyo basically niseme tu ni swala tu la usafi zaidi na kupunguza hizo changamoto ambazo nimekwisha zitaja.